Mheshimiwa nimewaona. Tuanze na Mheshimiwa Mohamed Sinen, atafuata na Mheshimiwa Bichum, alafu Mheshimiwa Jaku na wale waliobaki watamalizia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru na namshukuru Mheshimiwa Waziri kwa maelezo yake, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati nilipokuwa nikichangia nilizungumzia maeneo mawili katika fungu hili. Eneo la mwanzo lilikuwa ni katika CHW, na Mheshimiwa Waziri katika majibu yake amesema hapa kwamba hii batch ya pili imepangiwa kuitwa tarehe mosi mwezi wa 6 2026. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tukiangalia katika kifungu hichi, katika kifungu kidogo cha H0101 na 0H010120 katika huduma za utoaji wa elimu ya afya na uratibu wa CHW panaonekana kwamba pana sifuri. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, ukisoma H010123 pia kunaonekana mwaka huu wa fedha kunasomeka sifuri. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba maelezo katika kifungu hichi kwamba ni kwa namna gani hawa CHW wataweza kutekeleza majukumu yao tarehe mosi mwezi wa 6 wakati katika fungu huku linasomeka kwamba kuna sifuri. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja ya pili katika fungu hilo nilizungumzia usumbufu mkubwa wanaopata wananchi katika kisiwa cha Pemba katika huduma za macho, hasa kwenye specialist, na nikasema Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba katika kisiwa kizima cha Pemba kuna daktari mmoja ambaye ni specialist na anapatikana katika hospitali ya vitongoji, ambaye vile vile ana maslahi duni lakini na vifaa hafifu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa nahitaji commitment ya serikali, ni kwa namna gani na mkakati gani wa serikali wa kwenda kuboresha huduma za macho katika kisiwa cha Pemba, hasa katika wilaya ya Mkoani. Asante Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa, nakushukuru sana kwamba kama tulivyosema tuna fungu hili la elimu ya kinga ambayo limeongezeka mpaka bilioni 141, na kama nilivyosema kwamba naendelea kusema kwamba hao wote ambao wametajwa tutaanza kufanya nao kazi katika kipindi cha mwaka fedha 2026-2027. Sasa haya mafungu mengine ambayo yalikuwa yameorodheshwa ni kwamba yamewekwa katika maeneo mengine. Hata hivyo, Mheshimiwa, fungu lote la CHW limeongezewa kwa sababu ya kuweza kukimu haya mahitaji ya CHW. Hilo moja. Na basically wenzetu hawa wa CHW mwanzoni ya financing yao ilikuwa through World Bank, lakini kama tunavyojua sasa hivi kumekuwa kuna changamoto. Kwa hiyo tunalo pale fungu la uratibu na uendeshaji wa huduma za kinga ambapo ndani yake kuna bilioni 27 ambazo zitakuwa zinakwenda kulipa pamoja na mambo mengine posho hizi za CHW. Nakushukuru sana Mheshimiwa. Asante. Tunaendelea Mheshimiwa. Hapana Mheshimiwa Mwenyekiti. Naona Mheshimiwa Waziri kajibu hoja moja, nimetaja hoja mbili. Kwa nasikiliza majibu ama niendelee? Kumradhi Mheshimiwa, ndio tunajua changamoto iliyokuwepo si katika kisiwa cha Pemba lakini maeneo yote kuhusiana na specialist hawa wa maeneo mbalimbali. Kama tulivyokuwa tumesema Mheshimiwa kwamba sasa hivi tunakamilisha utaratibu wa ajira wakiwemo wataalamu, na tumeandika hata katika hotuba kwamba kuna baadhi ya wataalamu ambao tutawajiri. Naomba Mheshimiwa aliachie hili fungu ili tupate fursa ya kwenda kuajiri wataalamu, lakini tumekuwa na initiatives mbalimbali tunazifanya Mheshimiwa. Initiatives zilizopo ni pamoja na kupeleka outreach programs ambazo mbalimbali, na tulisema hata katika hotuba kuna baadhi ya wagonjwa kwenye matatizo haya ya macho wamefanyiwa operation katika kisiwa cha Pemba. Kwa hiyo nataka nikuahidi kwamba Mheshimiwa kwamba tutafanya utaratibu maalum wa kuongeza specialist wa macho. Tutafanya taratibu maalum ya kuweza kuinitiate masuala ya kinga zaidi, lakini vile vile sina uhakika aspect hii ya kusema kwamba na maslahi duni, kwa sababu malipo yote ambayo haya yanafanyika
ni malipo ambayo ngazi ndio ngazi za mshahara wa serikali, na katika specialist pia wanalipwa vizuri ukilinganisha na watu wengine katika maeneo mengine. Kwa hivyo hatuachie hili fungu ili twende tukatekeleze pamoja na initiative hizo ambazo nimezielezea. Asante Mheshimiwa Mahmud. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kifungu hichi cha P01, katika kifungu ambacho Mheshimiwa Waziri amekisema cha huduma za uratibu, ambapo panasomeka bilioni 3.1, uratibu sio malipo ya posho za hawa CHW. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri amejibu kwenye majibu yake kwamba hawa wameitwa tarehe 1 mwezi wa 6 2026, lakini tukiangalia kwenye mafungu hapa panasomeka sifuri bajeti hii. Tunawahitaji watu wakati hatuna fedha za kwenda kuwalipa? Ndo hoja yangu, ndo msingi wa hoja yangu Mheshimiwa Mwenyekiti. Otherwise Mheshimiwa Waziri akubali kwamba jibu lake la tarehe 1 mwezi wa 6 alikuwa analidanganya baraza. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, sina uhakika kwamba yeye ndo anavyoona kwamba katika hilo fungu la uratibu ndio wanakokwenda kulipwa CHW. Nimeshamwambia fungu hili lote tumeweka jumla shilingi bilioni 141, na katika hizo tutawalipa CHW. Hakuna CHW hata mmoja ambaye atafanya kazi bila ya malipo. Mheshimiwa, mimi ndio waziri na sina namna yoyote na wala sina kusudi lolote la kudanganya baraza, maana nitaona for what nilikajidanganya baraza. Mheshimiwa, hii bajeti mimi nimeitengeneza katika bilioni 141 pamoja na hizo fedha za CHWs. Asante. Mheshimiwa, umeshasimama mara 3 Mheshimiwa Mahmud Shineni, na kanuni zetu zinasema hivyo. Ikiwa mara 3 tumemalizana, ama twende kwenye utaratibu mwingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuendelee. Nakushukuru sana.